Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Na amini kwamba uko salama. Na mimi niko salama siku ya leo, siku ya Sunday, tariki yake 24 ya mwezi wa 5 ya mwaka wa 2026. Bwana ametujalia kufikia katikati ya mwaka, tunaenda kumaliza mwezi wa 5 huu, na tumeona mkono wa Mungu. Na Bwana ni mwema kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tutazungumzia neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 na mstari wake wa 5. Biblia inatuambia hivi ya kwamba malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope nyinyi, kwa maana najua ya kwamba mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayuko hapa, maana amefufuka, kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Bwana Yesu asifiwe. Baba, asante kwa neno lako hili, ulibariki katika mioyo yetu na ulitazama matunda kupendeza kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni habari ambayo inatujulisha wakati Yesu alipofufuka katika wafu. Bwana asifiwe. Amesulubishwa, ameteswa kwa ajili yako na mimi, ili kwamba tuokoe. Na Biblia inasema kwamba akafa na ametoa uhai wake mwenyewe kwa ajili yetu. Na wakati siku 3 zilipoenea akafufuka katika wafu. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa wanawake walipoenda kumpaka mafuta ya mazishi, wakakutana kwamba amefufuka. Amen. Na malaika wa Bwana akamwambia kwamba amefufuka, na nendeni mkaambie wanafunzi ya kwamba amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wanawake walikuwa na woga na furaha, wakakimbia kwenda kuambia wanafunzi, na Yesu akawatokea njiani. Bwana asifiwe. Akawatia moyo na kuwafariji, na akamwambia kwamba waambie wanafunzi wake waende ku Galilaya watakapoonana na yeye. Amen. Na wanafunzi wake walipoenda Galilaya, Biblia inasema kwamba wakamuona, wakamsujudu, na akawatia moyo, akawaambia kwamba niko na mamlaka, nimewapatia mamlaka, na akasema kwamba nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili, mkawafanye mataifa kwa wanafunzi wangu, mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema kwamba atakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akamwambia wanafunzi wake, msiondoke Yerusalemu mpaka mtakapopokea Roho Mtakatifu. Amen. Na alijua kwamba tunahitaji Roho Mtakatifu. Wanafunzi walikuwa wanajificha mbeleni, walikuwa wanajificha na kuogopa. Lakini wakati Roho Mtakatifu alipokuja, kama vile neno la Mungu limesema, Bwana Yesu alivyowaahidia, bila sema kwamba Roho Mtakatifu akawajia katika chumba walikokuwa ndani, wakaanza kunena kwa lugha mpya. Bwana Yesu asifiwe. Na wakapata nguvu toka siku hiyo, hawakujificha tena, wakatoka na kuhubiri Injili. Hiyo siku tu moja watu 3,000 wakaokoka kwa sababu ya nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu akazidi kuwatumia kwa miujiza na maajabu. Amen. Kwa sababu Mungu alijua kwamba tunahitaji Roho Mtakatifu. Na siku ya leo Roho Mtakatifu angali anafanya kazi. Amen. Angali anafanya kazi katika maisha ya watoto wa Mungu. Wakati wote unapompatia nafasi, unamkaribisha tu, na atafanya kazi katika maisha yako. Amen. Yeye ni Mungu wa nguvu zote. Yeye ni Mungu wa uwezo yote. Atakuwezesha kushinda dhambi, atakuwezesha kutembea katika maisha matakatifu, atakuwezesha kuomba. Amen. Na kusoma neno la Mungu. Wakati wote unapokuwa na udhaifu, mwambie Roho Mtakatifu, nitie nguvu, na atakutia nguvu. Wakati tunaposikia unachoka katika safari, mwambie Roho Mtakatifu, unisaidie, atakusaidia, kwa sababu ni msaidizi. Baba yetu wa mbinguni hakutuacha yatima, ametupatia Roho wake. Iko hapa na ngani nafanya kazi, ni kwako tu mkaribishe. Amen. Mwambie Roho Mtakatifu, nahitaji uongozi wako, na atakuongoza salama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapaswa kwanza kumpokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama hujawahi kumpokea Yesu, ni sharti kwanza umpokee Bwana Yesu ambaye amekufia. Amen. Unapompokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na unamkaribisha Roho Mtakatifu atawale ndani yako. Amen. Kila wakati utakuwa mshindi tu. Amen. Kwa sababu Bwana Yesu amesema kwamba atatuacha yatima. Amen. Ndio maana ametutumia Roho Mtakatifu ili kwamba tutembee katika ushujaa. Wakati tunapokuwa na Roho wa Mungu ndani ya maisha yako, utakuwa mshindi tu, na utashinda majaribu yote. Amen. Na utakuwa na nguvu kila wakati, kwa sababu ni msaidizi mwema, ni mfariji wa ajabu. Bwana asifiwe.
Mkaribishe, tumwambie Roho Mtakatifu, nakuhitaji, unitie nguvu. Amen. Na kama hujampokea Bwana Yesu, namwambia Yesu, kuja katika maisha yangu, nakuhitaji uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na ataingia katika maisha yako na atatawala maisha yako, na Roho Mtakatifu atakujaza nguvu ya kushinda majaribu ya katika dunia hii. Amen. Tunahitaji sote Roho Mtakatifu. Unamhitaji, tunamhitaji. Kila wakati mwambie Roho Mtakatifu, ongoza maisha yangu, nitembee katika kumpendeza Mungu, na atakuwezesha kwa sababu iko pamoja nawe. Iko hapa karibu yako na nataka umwambie. Amen. Iko msaidizi wa ajabu, atakusaidia na utashinda. Amen. Naamini kwamba unamkaribisha katika maisha yako na atatawala na kupatia nguvu kila wakati, na utaona maisha yako kila wakati nakuwa mazuri tu, kwa sababu yeye ndio anatupatia nguvu kila wakati ya kushinda. Naamini kwamba umebarikiwa kwa neno hili, na hadi hapo tutakapoonana tena, Bwana akubariki. Na mimi nakupenda na Bwana Yesu anakupenda. Uwe na siku njema ama uwe na jioni njema. Hadi hapo.